Ezemo, Ezemo, you are the God of power. Ikemo, 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 Ezemo, Ezemo, you are the God of power. Ikemo, Ikemo, you do unimaginable things. You are indescribable, God. You are the God of power. Ikemo, Ikemo, you declare the end from the beginning. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa samahani kidogo. Tunamshukuru Mungu kwa umbali ambao ametufikisha. Hakika isingelikuwa ni katika neema yake, hatungelikuwa tumelifika siku ya leo. Nawakaribisha nyote ambao mmekusanyika nasi leo katika ibada ya siku ya leo. Jumapili iliyopita tuliweza kuongelea Mungu akiwa upande wetu, nani atapingana na sisi? Na kwa hivyo ikiwa au kupata chance ya kusikiza yale mahubiri, unaweza ukarudi tu hapo nyuma, utapata hiyo video iko hapo na utabarikiwa sana na hayo mahubiri. Leo mahubiri yetu yanatoka katika kitabu cha Yoshua, mlango ni wa 1 mstari wa 9. Joshua chapter 1 verse 9. Na topiki yetu ya leo nataka tuongelee kuhusu kuwa hodari na moyo wa ushujaa. Je, ni vipi tunaweza tukawa hodari na moyo wa ushujaa katika hizi wakati ambazo tunaishi, nyakati ambazo ziko na mambo mengi? Na tutaangalia point 4. Hizi point 4 ndio zitatupatia mwongozo ni vipi tutafanya tukiwa kama Wakristo ili tuweze kuwa hodari na tuwe na moyo wa ushujaa katika haya maisha ambayo tunayaishi. Kwanza tutasoma maandiko alafu tuingie katika mafunzo ya siku ya leo. So nitasoma Yoshua, kitabu cha Yoshua mlango wa 1 mstari wa 9. Maandiko yanasema hivi: je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa? Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Hiyo ni swali ambayo tunaulizwa kutoka pale katika maandiko ya kwamba, je, sio Mungu ambaye alituamuru tuwe hodari? Na tujue ya kwamba yeye yuko pamoja na sisi katika kila mahali tunaenda. Kwa hivyo tunaanza kupata backup ya kwanza kutoka katika Biblia ya kwamba tunafaa kuwa hodari na tunafaa kuwa na moyo wa ushujaa. Jambo la kwanza ambalo litatufanya tuwe shujaa katika haya maisha ni imani. Imani inatufanya tuwe mashujaa. Kivipi? Tunapotazama maandiko ama tunapotazama Biblia, tunamuona Petero wakati Yesu alikuwa anatembea juu ya maji. Petro alitaka pia yeye kutembea juu ya maji kama Yesu. Je, aliweza? Ndio, aliweza kutembea. Na je, wakati alikuwa anatembea ni nini kilifanyika? Kuna mahali alifika na akaanza kuzama. Kwa nini alizama? Mara ya kwanza alikuwa na imani, lakini ilifika mahali katika ile imani yake ikafika mahali akaanza kuona ya kwamba anaweza kuzama katika maji. So
unapoangalia unaona ya kwamba huyu mtu imani yake ilikuwa imempatia uhodari na moyo wa ushujaa wa kutembea katika maji kama Yesu Kristo. Lakini wakati imani yake ilianza kuyumbayumba, ule ushujaa ulikuwa ndani yake uliyumbayumba. Na akaweza kufanya nini? Akaanza kuzama ndani ya maji. Mifano ni mingi. Mama ambaye alikuwa anatokwa na damu, wakati aliona aenda aguze Yesu nguo na akaona atapona. Ukweli alipona. Si ya kwamba ni ile uponyaji yenye ilikuwa kwa Yesu ndio ilimponya. Yesu alitembea na watu wengi, lakini niko sure hakuponya hao watu wote. Lakini nini ilifanya huyu mama akapona? Ni ile struggle yake na ile imani iliyokuwa ndani yake. So, imani inatupatia moyo wa hodari. Inatufanya tuwe hodari na tuwe shujaa katika maisha ambayo tunaishi. We pass through a lot of challenges in life. Lakini tukiwa kama Wakristo, hata kama tunapitia a lot of challenges, tunafika mahali tunapoinua imani zetu, Mungu anatuwezesha kupita katika zile challenges ambazo tunazipitia. Point number 2 ni maombi. Tunapo engage katika maombi kila wakati, unapoamka asubuhi kama Mkristo, unapiga magoti chini na unaomba Mungu, namwambia Mungu, naondoka katika hii nyumba, naenda kufanya kitu 1 2 3, naomba uniongoze. Hata kama utapata challenges kule mbele, lakini yale maombi ambayo uliomba asubuhi yatakupatia moyo wa kusonga mbele, yatakufanya ukuwe strong. Utasema ya kwamba hata kama naona niko peke yangu, lakini spiritually I'm with God, because nilimwambia asubuhi atembee na mimi. Nikaongea na yeye saa 7 nikamwambia aendelee kutembea na mimi. Nikaongea na yeye usiku nikamwambia atembee na mimi. So utakuwa na Mungu. So maombi inainua ushujaa ndani yetu na inafanya tuwe hodari. Unapoona hali ni ngumu, usiyumbe, enda katika maombi. Umetafuta kazi, umechoka hiyo siku utapata. Rudi nyumbani, chukua time yako, omba Mungu. Kesho asubuhi omba, amka, enda tafuta. Hiyo maombi yako itaenda in vain. One day watasema tu, kuanzia kwa huyu mpaka kwa ule, wewe ndio utakuwa mwisho. Unaona, kwa huyo dada huyo ama huyo ndugu, kujeni muingie. Na hivyo ndio Mungu atakuwa amekuchukulia favor. Kwa sababu gani? Kwa sababu umekuwa ukiniengage katika maombi, na hiyo maombi imekufanya uwe na moyo wa hodari. Bwana Yesu asifiwe. So, ya kwanza nimesema imani. Ya pili tuko katika maombi. Unapoomba sana, pia unainua imani yako. So hizi vitu zinaendana. Unapoomba sana unainua nini? Unainua imani yako. So, tuwe waombezi katika maisha. Omba katika kila jambo. Omba Mungu, usiseme hii si ya kuomba. Hapana. Kila jambo watoto wako waombee. School fees ombea, rent ombea. Kila jambo uko na mjengo ombea. Challenges, amsikizani na watu pale kazini, ombea hilo kila kitu, weka katika maombi. Itakupatia moyo wa ushujaa wa kusonga mbele. Maana dunia sasa inatudiscourage sana sisi kama Wakristo. Tunapata discouragement kila wakati, tunakuwa discouraged. Lakini tunapoomba tunapata ile at least hope ya kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Point number 3 ni kuwa na matumaini, kuwa na hope. So hizi vitu zinafuatana hivyo. Unapokuwa na imani, utaomba. Na unapoomba, utakuwa na matumaini. Unapokuwa na matumaini, uko na hope, itakupatia moyo wa ushujaa wa kusonga mbele. Wasema hata kama saa hii naishi maisha ambayo inafanana hivi, lakini kwa sababu naomba Mungu, ninajua kesho maisha yangu yanaweza yakabadilika. Haijalishi watoto wangu wanasomea shule inakaa aje, lakini niko na imani kwa sababu I'm working hard kutafuta kazi. Ninaenda kazi hata kama ni ya pesa kidogo, lakini niko na bidii. Ninajua siku moja Mungu ataniinua, na niko na matumaini watoto wangu watakuja kusomea shule ambazo ni nzuri. Bwana Yesu asifiwe. So, let us have hope in life. Wacha tuwe na matumaini. Tuwe na matumaini kwa sababu ya kesho. Hiyo matumaini itatufanya tuwe hodari. Itatufanya tuwe na moyo wa ushujaa, moyo ambao hauvunjiki. Kuna watu wanatupiga vijiwe hapa nje kama Wakristo,
Unaambiwa sasa wewe una fastingi kila wakati nasikia umeenda kwa mlima. Nasikia sijui umeenda fast. Hiyo fasting yako inakusaidianga na nini? Wachana na wao. Mwambie mimi sikatai naendanga kila wakati na mambo yangu, hata kama wewe inaenda vizuri si yote 100%, lakini mwambie niko na kitu inaitwa hope. I have hope for tomorrow. Na nimekushindia mbali na hope yangu, kwa sababu wewe ambaye hauombi Mungu, wewe ambaye hauchukui time hata kufunga kwa sababu yako, huenda unaona tunafanana, lakini je, wewe uko na matumaini juu ya kesho? Mimi niko na matumaini kwa sababu namtumainia Mungu, kesho atanisaidia na anaweza kaniinua. Lakini wewe je, unasema tuko na wewe. Kesho nitakuacha tu hapa kwa sababu wewe una hopes, uko na hopes ambazo ziko katika which foundation. Unajua hope iko na foundation. Wewe kama Mkristo, what is your foundation? My foundation is I am a Christian. I have faith in God and I pray every day and I have a covenant with God. So you have hope on that foundation, that wewe umeweka agano na Mungu ya kwamba wewe ni muombezi, ya kwamba uko na imani katika mambo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So kuwa na matumaini, having hope in life. Angalia watu wenye wamepoteza matumaini katika maisha. Wanakaa aje? Wanaishi maisha ambayo ni mabaya sana. Wanaishi wakitetemeka. Utawapata wakisikia kuna mtumishi ambaye anakuja Kitengela ako na maji. Hii maji ukimwagilia hata paka kama imekufa inaamka. Hii maji ukienda umwagilia hata biashara yako itaamka. Kila mtu atatoka mbio, watu watavunjika. Watu wataendea nini? Wataendea maji. Wanaendea maji kwa sababu gani? Si kwa sababu ya maombi ati yule mtumishi ameiombea, au waiendei kwa sababu Mungu ako ndani ya ile maji. Hapana, wanaendea maji kwa sababu wamesikia ile kitu inaweza ikafanya nini? Ile kitu inaweza ikafanya ndani ya maisha yao. Because they are hopeless. They are tired of waiting for God. They are tired of waiting for the promise that God promised them. Wako hopeless. Hawana matumaini tena ndani na maisha yao. Ndio maana wakisikia kitu wanakimbilia na kukitumainia ili kiwe cha msaada ndani ya maisha yao. So, let us have hope. So tumesema imani, faith. Ya pili tumesema prayers, maombi. Ya tatu tumesema hope, matumaini. Ya mwisho ambayo watu wengi tunashindwa sana kama Wakristo ni kuwa wavumilivu. Kuwa wavumilivu, patience. Watu wengi hawayuko patience ndani ya hii maisha. Watu wataki kuwa wavumilivu. Ukiona mwenzako anaishi maisha fulani, wewe ndio huyo umeanza kusumbuka kichwa. Ndio unachukua loan, unaanza kununua nguo expensive, juu pia yeye anavaa nguo expensive. Wewe unaanza kuchukua maloan, unaenda unataka kuishi kwa nyumba mzuri kama yeye anaishi, kwa sababu nyinyi mko rank moja, so unataka kushindana na wao. No, usishindane na wanadamu, usishindane na nature, utashindwa. Hakuna mtu anaweza shindana na nature na akashinda. Niulize swali moja. Wakati tunaambiwa simba huwa anazaliwa, si ndio? Ndovu anazaliwa. Lakini ushaisikia nini na uanga simba? Ushaisikia simba imekufa juu ya nini? Ushaisikia tu kumeexplainiwa mahali ndovu ana kifo yake inakuanga hivi? Hapana. That is the true definition of nature. Huwezi shindana na nature. Hata kama simba ni hodari vipi, kuna wakati inafika nature inamu-eliminate. Hakuna mtu ambaye anaweza kushinda nature. So wacha tuwe wavumilivu, tushindane na dunia. Dunia iko na imekuwa, tutapita, tutaiacha. Tuwe wavumilivu katika zile ahadi Mungu ametupatia katika maisha, na pole zile ahadi zitakuja, zitatimia na tutapata. Wacha tuwe wavumilivu, tusiwe watu wa kukimbilia. Hii mambo ya kukimbilia imefanya watu wameingia kwa cult. Imefanya watu wameingia mahali pabaya. Unapata mtu ameingia hata kwa vitu ambazo hakutarajia kuingia ndani. Ameanza kuitishwa sijui damu, ameanza kuitishwa sijui sacrifice, ameanza sijui kuambiwa aende afanye nini. Unapata maisha ya watu imeharibika kwa sababu waliona pesa ya haraka.
Waliona nipate pesa nijenge nyumba, nipate pesa niishi maisha fulani. Hawakuwa na ile patience. Kutokuwa wavumilivu imefanya Wakristo wameland kwa mikono ya wachungaji ambao ni mbwa mwitu, wachungaji ambao ni wafuasi wa shetani. Na ndio maana wanatolewa masadaka kiolela huko kwa mabarabara, wakiangushwa na mabasi huko, wakiuawa. Wengine wanaendea miujiza, wakitoka huko miujiza inaenda inarudi kwa familia huko, unasikia watu wamekufa huko, watu 3, mmoja amepona, 3 wamekufa huko. Kwa sababu gani? Kwa sababu haukutaka kuvumilia kwa ule mchungaji ambaye Mungu alikuentrust kwake, lakini ulitaka kuenda kwa yule ambaye unasikia anatembeza viwete, anafanya nini. Na kufika kule, bahati mbaya ukaangukia mkono mbaya, ikakuwa ni agent wa Lucifer ambaye kazi yake kubwa ni kutudanganya. Na akakudanganya ameponya ndugu yako, akakudanganya amekupatia mtoto, lakini ule mtoto alikupatia, utalipa na damu, utalipa na familia yenu. Bwana Yesu asifiwe. So let us have patience in life. So nimeongelea mambo mangapi? Mambo 4. Ya kwanza tumesema ni imani, ambao ni faith. Ya pili tumesema ni maombi, ambao ni prayers. Ya 3 tumesema ni hope, ambao ni matumaini. Na ya 4 tumesema ni patience, ambao ni uvumilivu. So ukitaka uwe hodari na moyo wa ushujaa katika maisha, ukiwa Mkristo, ndio maisha yako ikuwe at least nyepesi katika hii dunia, kuwa na hayo mambo 4 katika maisha yako. So in conclusion, tutasema sisi kama Wakristo tunafaa tuwe hodari na tuwe na moyo wa ushujaa ili tumshinde shetani. Kwa sababu shetani anatushinda vipi? Anatushinda kwa sababu anatuuzia the spirit of fear. Shetani anataka uogope. Shetani anatakanga uogope. That ukiwa na fear, bas anakuattack kabisa. Lakini shetani akiona mtu ni hodari, anatoroka, kwa sababu anajua I cannot deceive this person because huyu mtu ni hodari, huyu mtu ni shujaa, huyu atingiziki. Anasema tu hata ukimgonga right left anasema tu niko. Kama Ayubu anagongwa huku, niko. Anagongwa huku, niko. Mifugo zinaenda, niko. Ugonjwa ndio hiyo, niko. Ilifika mahali shetani akasema nimeinua mkono, na akaachana na yeye. Hivyo ndivyo maisha yalivyo. Ukuwa Mkristo, simama kama Ayubu, kuwa hodari. Hata nini ifanyike, ule Mungu mwenye amekuweka, ule alikupigania, bado yuko, hakuna mahali anaenda. So atakupigania sasa na hata milele. Bwana Yesu asifiwe. So natumaini kuna mtu amebarikiwa, kuna mtu ameinuliwa na hayo mahubiri. Na utakapoacha hayo mahubiri, naomba Mungu aweze kukubariki sana, na tukaweze pia kushare. Chukua link, weka pale kwa status yako, pia wengine wakaweze kupata hayo mahubiri, wakaweze kubarikiwa. Tusibarikiwe tu peke yetu. So kwa wale ambao wamenisikiza, wacha Mungu akazidi kuwabariki hadi tutakapopatana tena Jumapili ijayo. Shalom, shalom, shalom. Ikemo, Ezemo, you are the God of power. Ikemo, Ezemo,